Na mtazamaji, imepita dakika moja baada ya saa 12 saa za Afrika Mashariki. Natumai weekend yako imekuwa salama. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa uzipendazo za jukwaa la KTN, ambapo hii leo tunaangazia matumizi ya pesa za kaunti. Tukiuliza, je, unadhani lile pendekezo la kutaka kuwahusisha wabunge wa kaunti, yani MCAs, katika usimamizi wa matumizi ya pesa za kaunti, je, unadhani wapo watahusishwa katika usimamizi wa matumizi ya pesa za kaunti, ufisadi utakabiliwa katika kaunti? Je, unaunga mkono pendekezo la kuwahusisha wabunge wa kaunti, yani MCAs, katika usimamizi wa matumizi ya pesa za kaunti ili kukabili ufisadi? Je, unadhani hilo litatimia? Kushiriki sehemu yetu ya swala nyeti ni rahisi. Tutumie maoni yako kupitia nambari 22155. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia nambari zetu za simu ambazo zitakuwa pale kwenye runinga yako, au pia kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubeidaKananu au @KTN News ukitumia #jukwaa la KTN. Je, unadhani wapo wabunge wa kaunti watahusishwa katika usimamizi wa pesa za kaunti, ufisadi utakabiliwa katika kaunti? Pia tunaye studioni Danstan Omari ambaye ni wakili, atatufafanulia ule uamuzi ambao umetolewa leo na mawakili ama ni majaji wa jopo lililokuwa likichunguza tuhuma za ufisadi dhidi ya Tunoi. Je, mwelekeo utakuwa ni upi baada ya wao kusitisha kikao hicho? Hujambo? Jambo dada. Tutakuuliza hilo swali muda usio kwa mrefu lakini kwanza mtazamaji, tuanze kwa kuangazia vidokezo. Wanafunzi walioteketeza moto mabweni ya shule ya Itiero kuwajibikia hasara waliosababisha, asema Waziri Matiang'i. Kwenye makala ya kaunti tunaangazia kilio cha wakazi wa mitaa ya mabanda kutaka amani na utangamano kudumishwa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Na kwenye swala nyeti tunaangazia nafasi ya wabunge wa kaunti katika kusimamia matumizi ya pesa za kaunti na iwapo hilo litapunguza ufisadi. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Studioni pia tunaye Peter Imwatoka ambaye ni MCA wa Makongeni na Millicent Wamboi ambaye ni MCA wa Kariokoo. Iwapo una swali lolote kuambatana na matumizi ya pesa za kaunti, waelekeze wabunge hao na watajibu maswali hayo katika sehemu yetu ya swala nyeti. Lakini kwanza tuanze kwa kuangazia taarifa kuu hii leo, ambapo Waziri wa Elimu Fred Matiang'i amezuru shule iliyoteketezwa moto ya Itiero huko Kisii na kuwataka wakuu wa shule hiyo kuhakikisha kwamba wanafunzi wote waliohusika katika kuyateketeza moto mabweni shuleni humo wanawajibikia uharibifu wa mali waliosababisha. Matiang'i amesema wanafunzi hao wameharibu sifa ya shule hiyo na hawastahili kupewa nafasi ya masomo katika shule nyingine. Takriban mabweni 11 yaliteketezwa moto. No head teacher should admit a transferring student without the clearance of the sub-county director of education. If you are transferring your child from school A to school B, in addition to the leaving certificate, you must have a letter from the sub-county director of education to confirm that your child has not been burning schools and you are moving him around to burn more schools. Jopo linalomchunguza aliyekuwa jaji wa mahakama ya juu Philip Tunoi limehitimisha vikao vyake vya kubaini madai ya hongo yanayomkabili jaji Philip Tunoi. Mwenyekiti wa jopo hilo Sharad Rao amesema kufuatia kustaafu kwa jaji Tunoi, jopo hilo halina mamlaka na msingi wa kuendelea na kazi yake ila tu kuwasilisha ripoti yake kwa Rais Uhuru Kenyatta na afisi ya kiongozi wa mashtaka ili aendeleze uchunguzi wa madai yanayomkabili Tunoi. The tribunal is of the view that it is now not necessary and will not serve any useful purpose as the judge has been retired and is no longer a judge in whose respect the tribunal could make any binding recommendations to His Excellency for his removal or otherwise. For the avoidance of doubt, the tribunal clarifies that it will not inquire into the allegations any further, and effectively this brings to a stop the matter before it, save and except that it will report to His Excellency the President the evidence brought before it to date. Na mtazamaji, sasa tunamhusisha wakili Danstan Omari ambaye ni wakili katika mahakama ya juu, hawezi kutueleza ni nini ambacho kitafuata baada ya jopo hilo kusema kwamba haliwezi kuendelea kumchunguza jaji Philip Tunoi. Karibu tena kwenye jukwaa la KTN. Asante sana. Tufafanulie nini haswa ambacho kimetokea leo na mwelekeo utakuwa ni upi baada ya uamuzi huo kutolewa na majaji hao? Lile jopo linaundwa kulingana na katiba
ni jopo linaloundwa kuchunguza wale ambao ni mahakimu peke yake. Wakati ile kashfa ilisemekana ilifanyika, kumbuka kwamba yule Justice Tunui alienda kotini kusema kwamba wakati wake wa kustaafu haujafika. Kwa hivyo mpaka wakati juzi, wakati mahakama kuu iliposema kwamba yeye si jaji, basi alikuwa jaji, na ndio maana lile jopo lilikuwa linaendelea. Ukikumbuka siasa zilizokuwemo pale, wakati ambapo kulikuwa na msindikisho ya kutengeneza lile jopo, Rais Uhuru Kenyatta alirudi nyuma kidogo kusema kwamba wacha tujue kwamba kweli kama huyu ni jaji ama si jaji. Watu wakamsukuma rais, akasema basi wacha nimchague. Basi wakati alipostaafishwa, lile jopo halina kitu kinachoitwa jurisdiction, halina uwezo wa kusikiza maswala ya mtu ambaye ni raia. Hivi sasa Tunui si jaji, Tunui ni raia. Kwa hivyo ndio maana limesema hatuna nafasi ya kumsikiza huyu mtu. Kwa mfano, nimpe mfano. Wewe mfanyikazi wa KTN, ikiwa leo umetoka kazi ya KTN, ile disciplinary committee ya KTN haiwezi kakuita, basi itasema kwamba wewe sasa utafuatiliwa na sheria za nchi, zile sheria ziko pale nje. Kwa hivyo kuanzia sasa ndio maana jopo limesema kwamba litapeana ripoti mbili. Moja kwa yule ambaye ni rais, aweze kujua nini kilichofanyika pale. Lakini kumbuka, hakuna jambo lolote atakalofanya ila tu kujulisha rais na kujulisha taasisi za umma nini kilichokuwa kikiendelea. Basi wamesema kwamba watapeana ripoti nyingine kwa yule ambaye ni Director of Public Prosecution, ambaye ni Tobiko, ambaye katiba imempa nguvu za kufanya uchunguzi kwa mtu yeyote ambaye kuna tuhuma ya kwamba huenda ikawa ameshiriki ama amefanya ama amekusudia kufanya kosa la jinai kulingana na sheria ambazo ni za Criminal Act, Penal Code na sheria zingine zote. Kwa hivyo sasa Tunui ni raia. Ile haingeendelea wakati ule. Sasa EACC, Director of Criminal Investigation Department, wataamrishwa na Director of Public Prosecution waweze kuangalia kama kweli kuna uwezekano kwamba kosa la uhalifu lilifanyika, na kama kosa la uhalifu lilifanyika, basi sheria zitachukuliwa na Tunui atakamatwa na kufikishwa kotini. Naam, kwa wale majaji katika ile ripoti ambao wanamkabidhi rais na Keriako Tobiko, je, watahusisha ule ushahidi ambao walikuwa nao dhidi ya Tunoi, ama Keriako Tobiko ataanza upya uchunguzi wake dhidi ya Tunoi? Ule ushahidi wote walioukusanya sio wao. Wamesema wataupea rais na watampa nani? Tobiko. Kwa hivyo ile kazi iliyofanyika haijapotea bado. Kumbuka ile ilikuwa kazi ya Hansard, zile proceedings ziko pale, zitachukuliwa pale kama mojawapo ya zile makaratasi na ule ushahidi watakaotumia kumchunguza yule ambaye ni Justice Tunui. Kwa hivyo ile kazi bado iko. Naam, kwa sababu wengi walikuwa wanauliza sasa tutajua vipi ukweli kuambatana na madai ambayo yamewekwa dhidi ya Tunoi, kwamba sasa jopo hili limesitisha uchunguzi wake, kwamba hayo ndio mambo yamekwisha hivyo. Kwa hivyo ni kweli kwamba uchunguzi utaendelea na Wakenya watajua ukweli kuhusu madai yote dhidi ya Tunoi. Na nani atakuwa sasa, kesi hiyo itawekwa kwamba imewasilishwa na nani? Kwa sababu mara nyingi tunajua ukienda kotini kesi dhidi ya mtu inawasilishwa na mtu fulani. Kwa hivyo sasa hii kesi mshtaki ni nani? Mashtaka yote ya jinai uanga mashtaka ya serikali. Naam. Uibiwe leo, niibiwe simu yangu hapa, siendi kama mimi ndio mshtaki. Serikali ndio inashtaki. Naam. Kuna ile inaitwa social contract ambapo Wakenya walisign na serikali ya kwamba sisi ikiwa tutakosewa, serikali itachukua ile nafasi. Kwa hivyo ndio maana ule mtu tulipea ile nafasi anaitwa Tobiko, Director of Public Prosecution, ana wale wako chini yake ambao wanaitwa the Anti-Corruption Commission, kuna Director of Criminal Investigation Department, kuna polisi na kadhalika. Kwa hivyo wale ndio watachukua ile nafasi ya kufanya uchunguzi. Ikiwa kutapatikana kuna kosa Tunui alilofanya, na ikiwa wale waliotajwa walipeana zile hongo ambao ni Governor Kidero na wale wote, ikiwa kutapatikana na kosa watashtakiwa wote. Naam. Ikiwa hawatapatikana walivunja sheria za uhalifu, basi wataachiliwa. Kwa hivyo ukweli ule ambao Wakenya walitarajia ni ukweli wa jaji
imepatikana yeye si judge. Sasa ukweli utakaotokea ni ukweli wa raia ambaye anaitwa retired Justice Tonui. Kwa hivyo ni ukweli uliobadilika tu kulingana na wadhifa wake uliobadilika. Naam, kwa ufupi tukimaliza mahojiano haya, je, watahitajika kuwaita tena wale mashahidi waliotoa ushahidi wao, ama wataendelea na msururu wa mashahidi ambao bado walikuwa wamesalia labda, ama watalazimika pia kuwaita mashahidi wengine, ama itakuwaje? Vile kazi ya polisi inavyofanya kazi, zile zilikuwa ni proceedings za kisheria ya civil ambapo kuna affidavit na kadhalika. Polisi wanaandikisha statement. Uchunguzi wao utabadilika sasa, wao unaitwa, unaenda unaandikisha statement. Kwa hivyo polisi uchunguzi wao ni tofauti na uchunguzi wa kutoa zile hati zile affidavit. Kwa hivyo wao ni tofauti. Wao ni wa ndani, ni kuangalia kama jinamizi lilifanyika, kama hatia ilifanyika. Kwa hivyo ni kawaida tu kama yale makosa yanayofanyika hapa, mtu amekuibia, unaenda una report pale, statement zinaandikwa. Kwa hivyo polisi wanaanzia pale, na wale polisi wana nguvu za kumlazimisha mtu yeyote ambaye wanatarajia kwamba ana ushahidi ambao utasaidia kuondoa na kufungua lile jeneza ambalo lilijaribiwa kufungwa, kama kweli Tonui alipata zile fedha ama hakupata zile fedha. Naam, shukrani sana wakili. Danstan Omari ni wakili katika mahakama kuu nchini. Karibu sana, wakati mwingine uweze kutueleza mengi zaidi. Na nadhani tumejifunza mawili matatu kuhusiana na utata huu, kwa sababu wengi walikuwa wameanza kuingiwa na wasiwasi. Nasema sasa hiyo kesi sasa ndio kuisha, hatutajua ukweli. Na shukrani sana. Tutakuungana nawe mwendo wa saa 2 kwenye Choice 2017 tukijadili kinyang'anyiro cha kaunti ya Bomet. Naam, shukrani sana. Tutakutana nawe mwendo wa saa 2 kwa mengi zaidi. Mtazamaji, tukiangazia sasa makala ya kaunti, ni kwamba malumbano na utata wa kisiasa unapotokea nchini, wanaoathiriwa zaidi huwa ni wakazi wa mtaa wa Mabanda, jinsi alivyobaini mwanahabari wetu Jekonia Otieno aliyezungumza na wakazi wa mtaa wa Mathare waliosimulia jinsi walivyotatizwa na maandamano yaliyosababishwa na utata kuhusu tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Kwenye makala yetu ya kaunti hii leo tunaangazia umuhimu wa amani na utangamano nchini, hasa wakati huu ambapo taifa linajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Japo joto lililosababishwa na malumbano kuhusu tume ya uchaguzi IEBC limetulia, wenyeji wa eneo bunge la Ruaraka wanakumbuka kama jana hasara iliyosababishwa na machafuko yaliyoshuhudiwa wakati wa maandamano jijini Nairobi. Celestine Nduku ni mkazi wa mtaa wa Mathare North unaopakana na Mathare, Kariobangi na Huruma. Anasimulia kuwa tofauti za kisiasa hapa hutonesha vidonda vya uhasama wa kikabila miongoni mwa wenyeji, hususan nyakati za kampeni za uchaguzi. Kwanza ukabila ndio miongoza kwa nchi yetu ya Kenya. Mfanyabiashara mwenzake Jane Wambui anasema hangependa kabisa kuona yaliyotendeka mwaka wa 2007 yakirudiwa tena kwenye uchaguzi mkuu ujao. Naomba serikali wakae chini, wasikizane, hii mambo ya IEBC, wasikizane ndio ukabila iishe. Tukue kitu kimoja, ukabila ikiisha, tutakuwa kitu kimoja na mambo itaendelea mzuri. Wenyeji wanaelekeza kidole cha lawama kwa viongozi wa kisiasa wanaotuhumiwa kwa kueneza semi za chuki zinazowagawanya katika misingi ya ukabila. Wito ukiwa sasa kwa kila mmoja kuiga mfano wa watoto ambao licha ya kulelewa katika mazingira kama haya hawatambui mipaka ya ukabila au hata tofauti za kisiasa wanapocheza. Kila wakati ukienda kufungua kazi, watu wanatoka from nowhere, wanakuja, wanafuruga makazi, inabidi tunafunga, wanachoma mavibanda, wanatupora. Wanakiri kuwa utulivu na amani ni kiungo muhimu katika kunawiri kwa biashara. Hii IEBC mambo hii wakikaa chini, alafu watu wasikizane, mambo itaendelea mzuri, ukabila ikiisha. Ayub Njau anasema Mathare North ndio nyumbani na wale wanaopanga kuleta vurugu wanafaa kujiuliza wataenda wapi wakishauharibu mtaa huo. Anasema watu hawafai kupigana kwa sababu ya viongozi wachache ambao nia yao ni kuleta vurugu ili wajinufaishe. Kitu moja Kenya si vijana tunakosea ni kuacha leaders wanakam kutu divide. Kwa sababu kitu moja hata tukijaribu kuchafua hii mtaa ati na vita ati juu ya watu wawili, hakuna place tunaweza enda. Mimi siwezi toka hapa hivi ati niende Karen. Unaona?
lakini nikitengeneza hapa hivi kama mtaa yangu, nipende huu mwingine na nipende huu mwingine, tusichanganishwe na watu. Ombi lao kwa sasa ni kwamba wanasiasa wataeneza kampeni zao kwa amani. Watu waache siasa baya. Unapenda rafiki yako, ule mko naye hapo karibu, hiyo ndio jirani yako. Hata wakati hao wabunge walishikwa walienda huko ndani, walikuwa wanacheka pamoja. Na nyinyi mnakosana hapa nje. Kwa hivyo watu waache siasa baya. Ili kudhibiti hali, wenyeji wanasema suluhu itapatikana endapo vijana watawekewa miradi itakayowapa kiinua mgongo ili kujitenga na uhalifu. Tunafanya kuna machafuko ni pia viongozi wetu, alafu na ukosefu wa kazi kwa vijana wengi ni idlers, hawana kazi. Hiyo ndio inafanya pia machafuko inakuwa. Alafu unapata pia viongozi wa kikamu wanakuja na ile ukabila. Collins Omondi aliyezaliwa na kulelewa Mathare North anasimulia masaibu aliyoyaona mwaka 2007 vurugu ilipotokea. Machafuka 2007 nilipata Mathare North, of which kulikuwa na shida mingi sana, as in kulikuwa na hatukuwa tunaweza pata access ya kubai vitu. So ukitoka asubuhi unarudi the following day asubuhi because machafuko ilikuwa inaanza jioni. Mchana vitu zilikuwa sawa, but jioni vitu zilikuwa zinabadilika. Collins ana kauli moja tu. At least tujaribu kuelimisha watu kuhusu maneno ya peace na tribalism. Tribalism kwanza ndio chanzo ya kila kitu. Wanachokitaka wenyeji hawa ni watu kusahau kabila zao hata wanapopiga kura na kujua kwamba viongozi watawaacha wakipigana huku nao wakijiburudisha na kula pamoja katika mahoteli ya kifahari. Eneo la Mathare hushuhudia machafuko kila wakati uchaguzi unapowadia, lakini kwa sasa wananchi wanasema wamechoka na machafuko na wanataka amani. Nikiripotia KTN News nikiwa kaunti ya Nairobi, mimi ni Jekonia Utieno. Na shukran sana Jekonia kwa makala hayo mrua sana, hasa katika kipindi hiki ambapo kampeni zimeanza kupamba moto katika maeneo tofauti. Katika taarifa hiyo wenyeji wamesisitizia umuhimu wa amani na utangamano kwa sababu mara nyingi wao ndio wanaathirika zaidi utata unapozuka nchini, na tunatumai kwamba hali itatulia nchini kabla ya uchaguzi mkuu. Mtazamaji, sasa tunaingia katika sehemu yetu ya swala nyeti ambapo wageni wetu ndio hawa studioni. Kando yangu ni Millicent Wamboi ambaye ni MCA wa Kariakoo. Kariakoo, hali iko vipi? Hali iko hivi. Naam. Watu inaitwa vipi? Yaani hisia za watu ni tofauti. Kuna wale wanakupenda, kuna wale hawakupendi. Na hawakupendi kwa nini? Unajua lazima kila mahali kuwe na upinzani. So naweza sema Kariakoo upinzani nao umeanza mapema sana. Na wanaokupenda wanakupenda kwa sababu gani? Wanakupenda kwa sababu wanashukuru uongozi wangu, wanashukuru zile vitu nimewatendea. Na wengine wanakupenda tu kwa sababu ubinafsi, kama we ni binadamu uko na uzuri wako. Naam. Tangu ulipochaguliwa umefanya nini kwa wenyeji wa Kariakoo? Mambo ya kufanya nimefanya mengi sana. Nadhani nimewakilisha vema kabisa. Kuna maendeleo nimeleta. Kwa sasa tunashughulikia soko ya Kariakoo Market. Ujuavyo ni soko kuu la watalii. Na nimeweza kulobi nikapewa pesa kadhaa za kuupgrade hiyo soko ili tuweze kuvutia watalii zaidi. Pia nimeweza kuchangia kwenye kamiti ya masoko vile tunavyoweza market hiyo soko kabisa, si Kenya peke yake, hata katika nchi za nje, kwenye ndege, kwenye mtandao, ndio biashara zao watu ziinuke. Na kuna pia utengenezaji wa dispensary, stima zimewekwa, watu wamepata basari wanasoma, na nawawakilisha vizuri katika kaunti ya Nairobi. Haya, tutakuuliza mengi zaidi. Peter Imwatok ndiye ameketi kando yake, MCA wa Makongeni. Hali iko vipi? Wanaokupenda wanakupenda kwa sababu gani? Na wasiokupenda hawakupendi kwa sababu gani? Vile tu dada yangu amesema, hii ni hali ya siasa. Lakini maeneo mawili tofauti haya, yeye amejisemea mwenyewe, wewe sasa kwako kwenye harusi. Ni kweli katika ward lazima kuna wale wanakupenda na kuna wale hawakupendi. Na si pia kwamba katika ubinafsi ile hakupendi kwa ubaya. Ana pia haki yake kiaideolojia kwamba mimi napenda huyu kwa sababu ideolojia yake iko sawa. Na kuna wale wanasema hapana, ideolojia huyu kiongozi haiko sawa na yangu. Kwa hivyo ni kawaida. Kwa siasa si harusi. Wala si pali unaongoja keki. Lazima upate wale wanakupenda na wale wanakuchukia. Kufikia sasa umeleta ufanisi gani katika kaunti yako? Naweza shukuru kwa zaidi ya miaka 10 tangu tu niwe kwa miaka 3 nimekuwa katika uongozi. Eneo langu la Makongeni
tumepata miradi. Mimi nimekuwa mtoto mdogo, tumekuwa na kliniki katika mtaa yetu, na kwa miaka zaidi ya 18 ilikuwa imefungwa. Hivi sasa tuko katika harakati ya kuifungua. Mtaa wa Makongeni hajakuwa na maji zaidi ya miaka 20. Na sasa tumeweka pipes mpya katika mtaa mzima. Tunaongoja tu mambo ya kubadilisha system na kuachilia maji katika mtaa ile. Ukizungumza kuhusu barabara, Ambotela haijaikuwa barabara kwa miaka zaidi ya 30. Tumeweka barabara kilomita 1.3 lami katika eneo hilo. Na wiki hii tunayoelekea hii, tunaweka barabara lingine katika eneo la Kaloleni, inaitwa Stadium Road. Contractor tayari uko tayari kumove kwenye uwanja na kutengeneza miradi. Anayeweka ni gavana ama ni wewe? Unahusika vipi katika kuhakikisha hayo yanatimia? Sababu unaweza kuwa unajitwika majukumu ambayo si yako. Kidogo. Katika katiba ya Kenya, kazi ya MCA ziko 3. Kazi ya kwanza ni wakilishi. Vile sister wangu amesema. Ni wakilishi, unawakilisha nani? Unawakilisha raia wale walikuchagua. Wapi? Unawakilisha kwenye bunge ambaye ni bunge la watu 127 katika kaunti la Nairobi. Na kisha kwenye bunge si kila kitu kinafanyika kwenye bunge. Kuna kamati zaidi ya 27 kwenye bunge. Lazima uende kwa Public Works Committee uambie mimi katika eneo langu, jamani munisaidie barabara fulani kiko mbaya. Na watu wangu wanalilia hii barabara iweze kufanya nini? Kurekebishwa kabla haijawekwa kwenye bajeti. Next week tunasoma bajeti ya county. Haiwezekani pasipokuwa na mwakilishi kuweka ile matakwa na matarajio ya wananchi katika ile bajeti. Kwa hivyo tunazungumza kwamba si nimechukua pesa, lakini nimechukua ile malalamishi ya wananchi wangu nikapeane kwenye kamati ambayo inahusika, na kisha nikaweza kupewa nafasi kwamba Mheshimiwa Jateso, wewe katika eneo la Makongeni mwaka huu tutakupatia barabara inaitwa Stadium Road. Na mwaka huu katika kamati ya health na kupatia Kaloleni dispensary ujengewe. So hiyo ni kazi, sisi tunawakilisha maoni ya watu wetu. Naam, nilikuwa nimeuliza awali kwa sababu leo lile ambalo limetuleta sana hapa ni kuhusiana na pesa, kwa sababu hapo ndio mambo yanaleta tatizo. Mmoja anasema hapa, mimi naonelea MCAs hao wasihusishwe kamwe, kwani wanaongeza ufisadi, kwani hata sasa wanahongwa na magavana. Huyu ni Peter Mwangi akiwa Jericho, Nairobi. Na ningependa kusema hivi, unajua hakuna mali popote, unajua raia, watu wanafaa waelewe kwamba hakuna mali popote MCA anahusika na hela za county. Yetu sisi ni kukuwakilisha na kuwakilisha kililio chako. Nini haswa kama wakazi wa Ziwani mnachotaka? Ni barabara, niingie kwenye komiti, niseme tafadhali komiti mnapotengeneza bajeti ya huu mwaka, kwangu kuna barabara, contractor atatumwa kutoka pande ya executive. Unajua kuna pande ya county na pande ya gavana. Gavana pia ana waziri wake, na ndio jambo lifanyike, lazima waziri mkuu akae chini aangalie hii barabara inaweza tengenezwa, watume engineer ama ina bill of quantities ifanywe, ndio wajue kama kweli kuna hela ya kutengeneza hiyo barabara. Lakini huyu tatizo lake ni nyinyi kuhongwa na magavana. Ni kweli kwamba mnahongwa na magavana ili mtimize yale wanaoyotaka wao katika county? Wacha nikuambie, gavana anayehonga watu wake ni yule gavana afanye ile kitu inatakikana na raia, na anawahonga labda ndio wasimpige ama wasiongee. Umenielewa? Mimi una nia ya kunihonga kwa sababu changu kitu mimi nataka nifanyie kazi. Nimewakilisha watu wangu, shida zao ni hizi, nitengenezee basi. Lakini kama gavana ana makosa, basi wengi wa magavana wanahongana kwa sababu hawaelekei mwelekeo ile raia wanataka. Kwa hivyo unakiri kwamba kuna wenzenu wanaohongwa na magavana? Mimi Nairobi County hiyo sijasikia hiyo. Haya, jukwaa, ufisadi umegatuliwa na kujumuisha MCAs. Ni sawa na kumpa fisi ruhusa ya kumchunga mbuzi. Huyu ni Fredrick Palat kutoka Shauri Moyo. Tusikizane Zubeida. Hakuna pahali katika katiba la Kenya ama katika County Government Act ama katika Public Finance Management Act inasema kwamba MCA anahusika kwa mambo ya hela. Kazi yetu tumesema is very clear. Siwezi kaa Makongeni kitako nikiongoja serikali ya gavana ikuje ijue hiyo kliniki ni mbaya. Kwa sababu katika ugatuzi inasema the last unit ya ugatuzi ni MCA kule chini mashinani kwenye ward, ambaye anajua mama yupi ambaye ana mtoto ambaye ni yatima, ni nani ana ugonjwa katika jamii, ni nani hana school fees, ni sisi kule chini mashinani. Alafu pia ni jukumu la MCA. Mambo mengi sana unapata MCA ukienda pale kuwakilisha watu wako, si wewe umebeba hayo matakwa, ndio uko na ideolojia yako, lakini kabla budget ipitishwe lazima uite watu wako wa kijiji uambie, je, nyinyi wakazi wa Ziwani shida yenu ni gani? Uandike chini, wakwambie tungependa dispensary, tungependa hivi. Sasa ni wewe utoke na malilio yao ukimbie bunge, upigane iwekwe kwenye bajeti, kwa sababu usisahau kama Nairobi tuko na wakilishi
127. Usipokuwa hapo Usipokuwa hapo hakuna mtu atakupigania malalamishi yako. Mbogo akiwa Murang'a anasema la kabisa, hao watu wasihusishwe na pesa za kaunti kwa sababu wote ni walafi. Naanza na haya ndio mjue watu wamewaweka katika kipimo gani kabla hatujaingilia hata mjadala kwa kina. Naelewa, wacha nikuambie, naelewa na inategemea. Mimi sioni kama kuna hatia raia kusema watu ni walafi ama MCA wasihusishwe. Ni ukweli kabisa. Wewe kama MCA fanya kazi yako. Kazi yako ni kuwakilisha watu wako katika county, kutunga sheria na kuhakikisha kwamba gavana ametumia hela vizuri. Hakuna mtu anaitisha kuna pesa. Kuna kitu pia lazima nirekebishe hapa. Ukipata waheshimiwa wale wanahusika na hela, basi hiyo ni hatia. Na ukweli pia raia wana haki yao ya kusema, na kama kuna MCA wanaohusika na fedha za county katika utekelezaji wa matumizi ya kaunti, ni hatia pia, wanafaa wachukuliwe hatia. Kwa hivyo mnachosema ni kwamba kufikia sasa hakuna mahali ambapo MCAs wanahusishwa na usimamizi wa pesa za kaunti. Hakuna. Tuzungumzie kuhusu MCAs Kenya mzima katika kaunti ya Nairobi. Tunazungumzia katika kaunti ya 047 ya Nairobi County. Hakuna pahali MCA mwenzangu ama mimi nikaitwa nikaambiwa kwa niaba ya Makongeni chukua milioni 10 weka kwenye akaunti yako. Haijaifanyika. Angalau wakati ya councillors kulikuwa na love fund something of sort, walikuwa wanaambiwa kuna milioni 10 lazima uitumie kama councillor. Kwa sasa tangu nichagulie sijaona kitu kama hiyo. Nisipoenda katika kamati ya elimu kuuliza nipe watu wangu basari. Wacha nikufundishe kitu moja. Katika county government kuna kitu inaitwa County Integrated Development Plan, ambayo wakati ulichaguliwa ilitengenezwa kwa county mzima. Kuna MTF, County Government under uongozi ya gavana pamoja executive wake walienda kwa kwenye ward kusanya matakwa ya wananchi. Kwa hivyo kila kitu iko kwenye bajeti, ni kile wananchi wamesema kutoka nini? Kutoka mashinani. Kazi yangu kama mwakilishi ni kumake sure, na county saa hizi directive kutoka treasury nasema lazima tutengeneze ile budget inaitwa itemized budget. Isipokuwa na vote kwamba Makongeni clinic itengenezwe, haiwezi tengenezwa katika mwaka hiyo. Kwa hivyo kazi yangu kama mwakilishi huko ni kumake sure hiyo Makongeni clinic iko katika ile vote, katika ile sekta ambayo inaitaka. Kwa hivyo unachosema ni kwamba jukumu lenu hapa ni kwenda kule kukusanya maoni na kuhakikisha kwamba yote ambayo mmeyapata yamehusishwa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kumake sure tunatunga sheria ambayo itatusaidia kama county, domesticated laws within the county yetu, kwamba sisi kama watu wa Nairobi, Kariakoo, Makongeni, hivi ndio vijana wetu wanataka, hivi ndio mama zetu wanataka, na kuzilinda hizo sheria. Cha tatu ni kumake sure hii pesa inasemekana MC amepewa kwamba haitumiki vibaya na executive. Lakini kama iwapo mmekuwa mkitekeleza hayo yote, mbona kuna ufisadi katika county? Mbona pesa za county zinakuwa kwamba kuna ubadhirifu, kuna matumizi mabaya ya pesa za county? Mnakuwa wapi wakati mambo hayo yanafanyika? Katika nchi ya Kenya kuna anti-corruption, si kweli? Kuna polisi, wakili ametoka sasa hapa hivi. Kuna investigative agency. Sijasikia county la Nairobi mwananchi mmoja. Tumewaleta hapa kuwakilisha MCAs wote nchini Nairobi peke yake. Tunataka tujue nini ambacho kimekuwa kikifanyika. Lakini mnazungumza na wengine, mnajua majukumu yenu ni gani. Mnastahili kujua kwamba ni kwa nini kuna ufisadi katika kaunti fulani. Na hilo linawauma kwa sababu iwapo wewe ni kiongozi, hauwezi kusema najali tu eneo langu. Wewe kama kiongozi unastahili kujua kwamba ni jukumu lako kuhakikisha utendakazi nchini unafanyika katika njia inayostahili. Huwezi kusema kwamba mimi ni wa Nairobi sijali Baringo. Tumefanya hiyo kwetu kana Nairobi. Wacha nikueleze. Unapopata viongozi wanahusika kwa ufisadi, kwanza unafaa uchunguze huyo kiongozi ni wa aina gani. Pili, hiyo county inaendeshwa vipi? Kwa sababu mimi kama kiongozi, na nikupe example na watu wa Bungoma walio Wilbaro kitu kama hicho. Hainihusu procurement kunaenda vipi, unanielewa? Kwa sababu najua kuna ule procurement manager amewekwa pale kufanya hiyo kazi. Lakini ikifika pale mimi natoka katika jurisdiction yangu ya MCA, naenda kuinterfere kazi ya mtu mwingine, hapo sasa ndio ufisadi inaingilia. Kwa hivyo pia watu wa county, maofficers, managers, whoever it is, lazima kila mtu akae akijua mimi hapa ndio boundary yangu. Usiingilie kazi yangu. Wewe fanya yako kama MCA, wacha mimi kama procurement manager nifanye yangu, wacha mimi kama chief officer nifanye yangu, wacha mimi kama waziri wa education, waziri wa health nifanye yangu. Usiingilie. Kwa hivyo kwa sababu hilo si jukumu lako, utaketi uone pesa zikifujwa katika county na unyamaze kwa sababu si jukumu lako. Inafujwa, pesa ufujwa wakati mimi nataka kuingilia kazi ya mtu mwingine. Nitaingilia kazi yako kwa nini? Naingilia kwa sababu utapata nina nia, na nina nia gani? Nina nia ya kuona hii
hapa hivi kwa procurement nitaletaje ukora kidogo ndio mimi nipate pesa yangu? Na- Lakini manager wa procurement ama watu wa procurement wakiweza kumweleza mheshimiwa, tafadhali kaa kwako, wacha sisi tukae kwetu tufanye kazi yetu. Ndio iwapo kutapokuwa na ufisadi, mimi nina haki ya kumuuliza hapa kumeendaje, lakini nikiruka tuanze kufanya ufisadi na yeye, basi hata anashindwa kukuwa answerable. Tukiuliza swali haezi. Ndio hapo pia watu wa ethics and anti-corruption pia wanafaa waangalie. Naam. Nyinyi kama raia pia mnafaa muangalie county inatekelezaje matumizi yake. Wewe kama ofisa unafanya kazi yako, kaa kwako, mimi nikae kwangu. Wacha niulize swali hili hata kabla hujaendelea sana. Wewe ni kiongozi? Ndio. Wewe ni kiongozi. Na nyinyi ni viongozi na mnakiri mbele ya umma kwamba kwa sababu hili si jukumu langu, nitaacha mambo yaende vile yako kwa sababu naingilia kazi ya mtu. Kwa sababu unasema kwamba naingilia. Umesema hiyo ni kazi ya waziri, kazi yangu ni kufanya. Mmechaguliwa, mmekiri kwamba nyinyi ni viongozi. Naomba mnisikize niulize swali. Kwa sababu mmekiri, hatujakiri hivyo. Tumesema kazi yetu kama watu wa county. Yeye amesema nini? Nimemsikiza vizuri. Amesema haiwezi kuingilia kazi ya mtu fulani. Nikiingilia kazi, ngoja nikueleze ufisadi, na nimekupa example na watu wa Bungoma. Pale mtu aliposema aliongezea bei ya wheelbarrow. Umenielewa? Na aliongezea bei kwa nini? Waliongezea bei ni kwa sababu huyo procurement na labda ule MCA alikuwa in charge, alikuwa na tamaa, anataka kutengeneza pesa fulani. Na unaweza pata labda hiyo ni idea ya mheshimiwa fulani amesema wacha niongeze pesa ndio labda huyu contractor akipoa hiyo pesa anigawie yangu. Unaona sasa ametoka katika kazi yake ya uwakilishaji, ya uchungaji hela za umma, katika pia kwenda kazi yake kwenda kuibia raia. Ndio nasema lazima kila mtu ajue kazi yake. Kila mtu atajua kazi yake. Kwa sababu mimi lakini nikisikia pesa imefujwa nina right ya kuuliza. Umenielewa? Na hapo sasa inafujwa vipi? Umenielewa? Na hapo sasa ndio unagonga pamoja ndio tunaiba. Hapo ndio unagonga ndipo, kwa sababu mimi ninavyofahamu, ninapokupigia kura wewe kama mbunge wa kaunti yangu na kupigia kura ndio uwe pale, uwe macho yangu, kwa sababu mimi sijui yale yanayoendelea. Lakini ukisema kwamba hilo si jukumu langu, hiyo si kazi yangu, sielewi ni vipi. Hujaelewa nimesema. Saa zile mwakilishi MCA natoka kwenye kiti changu, nataka kuingilia kazi ya procurement manager. Jua nina nia. Hapo ndio ufisadi inatokea. Kuingilia huku unaingilia vipi? Kuingilia kwa sababu kuuliza maswali ni kuingilia. Si kuuliza maswali, naingilia juu labda nataka kujua huyu contractor ni nani anapewa. Kama si contractor wangu labda nitasema hapana, we procurement manager mpe wangu kwa sababu labda ananipa commission. Umenielewa? Kitu kama hicho. Ndio mimi nasema wacha mimi nikae kwangu nifanye kazi yangu. Kazi yangu ni kukuchunga wewe. Umenielewa? Sasa fanya kazi yako vile inatakikana ndio fedha isiibiwe. Lakini tukifanya kazi pamoja, hapo ndio ufisadi inaingia, kwa sababu nina tamaa na inabidi inakuja kwako na kucorrupt wewe ufanye kitu ndio nini? Ndio tuibe pamoja. Sioni mawili hayo yanaingiana, kwa sababu iwapo mimi nitaona kidogo tu, iwapo nitaona kwamba pesa hazitumiwi vizuri katika kaunti ya Nairobi kwa mfano, nitaketi niangalie, kwa sababu nikija kuuliza yule procurement officer naonekana kwamba naingilia. Wacha nikupatie mfano ya leo. Ngoja kidogo mheshimiwa. Wacha nikupatie mfano ya leo. Mimi mwenyewe kuna clinic natengeneza, county natengeneza kwa eneo la Makongeni. Hiyo clinic nimekuambia kwa miaka 18 imefungwa. Wakati nilitembelea huku nikapata hiyo clinic vile imejengwa, ya kwanza contractor alienda kaweka fence. Hii fence ya kawaida. Wakati niliuliza, wakati niliakilisha maoni yangu kwa kamati la afya, nilisema hii clinic ijengwe pamoja na perimeter wall. Ilikuwaje ni fence? Unasikia Zubeida? Nilipouliza QS, kamuliza QS, can you give me the bill of quantities, my oversight role now, so that I can see, nione hii bill of quantities ilikuwa inasema fence ama perimeter wall. Unajua the following week perimeter wall ilikuwa inawekwa na hiyo fence ikatolewa. Nimefanya kazi yangu ya oversight. Kama ningenyamaza kama mwakilishi wa Makongeni, sasa ukienda Makongeni ingekuwa na fence, si perimeter wall katika hiyo hospitali. Na labda angelipwa perimeter wall. Haya, mnatetea sana kaunti ya Nairobi. Kaunti ya Nairobi umesema bajeti inasoma pesa ngapi? Next week tuko na budget size around 30 billion. Na kwa hizo pesa mnajua jinsi zinavyotumiwa katika kutimiza ile miradi yote iliyoahidiwa wakati serikali ilikuwa ikiingia, serikali ya kaunti ya Nairobi. Tunasema kufikia sasa ni yapi ambayo yametimizwa na hizo pesa zote ambazo zimetolewa katika kipindi cha miaka mitatu? Siwezi zungumzia ward 85 wote kwa kijumla. Kenye najua katika ward yangu, wacha nikuhesabie. Katika ward yangu nimewekewa pipe za maji kwa historia haijaikuwa katika Makongeni Estate. Mbotela ina barabara kilomita 1.3. Mbotela kuna perimeter wall inaendelea kujengwa.
Mbotela sahii Makongeni Kaloleni tumepeana basari zaidi ya milioni ngapi? Milioni 7. Unapata? Kulingana na mimi katika unit yangu ya ward ya Makongeni, kuna kitu hii pesa ya county imefanya nini? Imefanya. Na kwa jumla ya Nairobi kuna capital projects kwa kutengeneza budget na kuna ward decentralized projects. Kwa capital project tunaona katika serikali ya Kidero kuna hospitali ya Mtwini. Kuna hospitali ya Pumwani imekuwa upgraded, maternity. Ukienda Mbagathi imekuwa upgraded. Ukienda katika Utawala kuna sewer system mpya inaweka kielekea huko ku expand the drainage system ya Nairobi. Utaona hizi city mortuary iko hapa imekuwa upgraded. So kuna maendeleo zimekuja katika kuna kitu kimoja ambacho hatuelewani katika mahojiano haya, kwa sababu umetaja pia kitu ambacho alitangulia kukisema na nitauliza swali kama hili, kwa sababu wewe ni mbunge wa wapi? Makongeni. Napo kukuita hivi ndio ni wadi ya Makongeni, lakini wadi ya Makongeni kwa wapi? Kwa sababu mnapoenda pale katika bunge mnaketi kama wabunge wa kaunti ya Nairobi. Hamketi pale ukajitambulisha kwamba ukasema mimi najali tu miradi ya maendeleo katika eneo bunge langu ama wadi yangu. Wewe basi haustahili kuitwa mbunge wa kaunti, kwa sababu unaposema kwamba siwezi zungumza kuhusu miradi ya maendeleo ya kaunti ya Nairobi kama ule raia wa kawaida katika kaunti. Zubeda kidogo, kwa hivyo haujali yale kuna committee inaitwa Public Accounts Committee, na katika sheria ya Kikenya katika PFM Act inasema uwezi chunguza kenye hajafanyika kulingana na sheria ya kibunge, lazima kifanyike ndio ukuje kuichunguza. Kuna Public Investment Committee na kuna Public Accounts Committee ambayo inafanya uchunguzi ya hela yoyote katika county ikishirikiana na Auditor General's Office. Unajua mimi tatizo langu si kwamba mnafanya hayo yote. Tatizo langu ni kwamba wewe ni kiongozi. Unajitambulisha kama kiongozi lakini unaijali tu eneo lake, haujali maeneo mengine. Hilo ndilo sielewi kabisa, kwa sababu unaposema usiniulize kuhusu miradi ya maendeleo kaunti ya Nairobi, niulize kuhusu Makongeni. Nimeyazungumzia basi wewe ni kiongozi wa aina gani? Kuhusu Nairobi. Nikasema kuna capital projects na kuna decentralized. Tupumzike kidogo kisha tutarejea na mengi zaidi, usiende mbali.